Kileo maana yake ni urafiki aina ya ule ulionao kwa mke wako, na upendo aina hiyo ya upendo. Si upendo wa kweli. Unajua nini, maskini matingaji huko nje nataka kuamini huo, lakini ni makosa. Upendo aina hiyo utakufanya uwe na wivu kwa mke wako. Utakufanya ushuke chini na kuiombea nafsi iliyopotea ya mtu. Uona upendo wa Baba. Aina ya upendo ambao kanisa hili lina uhitaji. Lakini tunahitaji ni aina ile ya upendo. Mungu ni upendo huo. Kuliko karama zote bado ukapotea. Ndio wanaochuja kwa hilo. Hiyo ni kabisa. Ni upendo wa Mungu. Ikiwako lugha zitakoma, ikiwako unabii utapatilika, na ikiwako maarifa yatatoweka, lakini ijapo ile iliyo kamili kwa sauti yangu iliyoenda nilikuwa nikimsifu Bwana leo. Nimewakumbuka sana nyote. Nani anataka kupokea ufunuo zaidi? Uko mahali sahihi. Umekuja mahali sahihi kwa wakati sahihi. Unapata ufunuo zaidi. Na Mungu Roho Mtakatifu atanena kupitia yeye usiku wa leo. Kujua zaidi wewe ni nani? Kama Bwana aliniambia. Napenda hiyo kumsikia yeye akiniambia mimi ni nani. Sababu shetani uniambia mara nyingi sana, ambaye anadhani mimi si, ninaendelea kumwambia tu, lakini mimi ndiye. Amen. Kwa sababu yeye aliyesema mimi niko ndiye aliyeniambia. Napenda jinsi anavyouimba wimbo huo mmoja wao. Ni wangapi wewe ambaye ulifurahia Pasaka yako? Waweza kuketi?
Ajabu sana. Ni wangapi wenu ambao mmepata mguso maalum, upako maalum kutoka kwa Bwana wakati wa Pasaka? Ajabu jinsi gani. Unajua tunaangalia upande hasi wake. Hiyo ni sawa jamani. Hatutaweza kuwa pamoja, hatutakuwa na ibada za Pasaka. Nasi tutafanya nini? Angalia kile yeye alichotufanyia. Na wakati wa kipekee sana ambao nimesikia shuhuda nyingi sana, barua pepe nyingi sana, jumbe za maneno zilizotumwa kutoka kwenu ninyi mnaosikiliza kwa simu hewani, zilizokuja kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni kwamba kile Pasaka hii ilichowafanyia na jinsi kweli ilivyo baraka. Wakati unapofungia ulimwengu wote nje, nawe usijihusishe na ulimwengu, na unafanya hivyo nawe unampa yeye tu. Huwezi kumpa Bwana Yesu kilichozidi. Ni kwamba tu haiwezekani. Kadri unavyompa yeye, ndivyo yeye anavyozidi kukurudishia. Nimesikia shuhuda nyingi sana ambazo ndani yake tulikuwa tumeketi tu na ndugu Samuel na ndugu William tukizungumza juu yake. Ilipofika saa 9 nilikuwa nikiingiwa na wasiwasi sana, wakati saa 9 ilipokuwa ikikaribia, akili yangu tayari ilikuwa inarudi Kalvari. Nilikuwa nikiwazia, Bwana, ulichonifanyia siku hii kama mwanadamu, lakini ulishuka na ukayatoa maisha yako kwa ajili yangu. Nilipopiga magoti saa 9, wajua nini? Yeye alikuwa papo hapo. Alikuwa papo hapo. Je, ulimwezi yeye? Amen. Ilikuwa na mengi yaliyonenwa kwenye jumbe hizo. Ilikuwa tu kamilifu sana kwa wakati mwafaka, na jinsi ilikuwa na fursa ambayo ilitulazimu kujumuika pamoja katika nyakati za maombi. Ili kwamba tulikuwa na wakati wetu wa utulivu Jumamosi saa 3, saa 6 na saa 9. Sijui kama uliyepitia haya. Ilikuwa tamu sana kwangu. Hata tulipokuwa chini tukiombeana moja kwa mwingine, kila fulani lingekuja tu, kisha ndio lingine lingekuja, kisha ndio lingine lingekuja. Ningemwombea mtu huyo, kisha Bwana angeweka mtu mwingine moyoni mwangu. Bwana anajua moyo wangu. Nilijaribu kutazama wasikilizaji na kujaribu kuzitazama nyuso zenu na kumwombea kila mmoja wenu. Najua kwamba yeye anajua wewe ni nani. Yeye alikujua wewe kabla kwa misingi ya ulimwengu. Ni ajabu jinsi gani kwamba tulisikia mambo mengi sana kwenye jumbe hizo, na mengi sana kwenye ule wa ni kuchomoza kwa jua. Ujumbe ulioje? Ndio huo ni ujumbe ulioje. Tulisikia kuhusu ile nguvu ya kuuisha. Ulipenda hilo? Amen. Anasema kwamba tunapokea nguvu hizo za kuuisha. Alisema nataka kuwa kama walivyokuwa siku ya Pentekoste. Sikiliza jinsi wao walivyokuwa. Anasema ziliwabadilisha, ziliwauisha, ziliwafanya tofauti. Wao walikuwa watu waliobadilika tangu wakati huo na kuendelea. Ziliwauisha kutoka kwenye maisha ya kale ya kuwa mwoga, wakawa kama simba wa kabila la Yuda. Kichwa chini miguu juu, wakachoma moto, wakatupwa katika tundu la simba. Hakuna woga tena kwao. Mauti hayakuwa na ushindi juu yao hata kidogo. Nguvu za utendaji zilikuwa katika kile mitambo, na Bwana ziliuisha mwili wao upatikanao na mauti. Hivyo ndivyo zinavyokufanyia. Amina. Zinauisha miili yetu ipatikanayo na mauti. Anasema hizo nguvu za kuuisha zilizo ndani ya kila mmoja wetu, tukifa tutafufuka tena. Kwamba wakati tunaposikia kwamba nimekufa kama vile Abrahamu alivyosema, msiamini jambo hilo, tayari mimi nilikwisha kufa. Siwezi kufa na wewe pia uweze kufa. Alisema kwenye jumbe hizo weekend hii, naye akayafungamanisha kikamilifu hata yale tunayopitia sasa hivi katika kusoma na kuzisikiliza jumbe hizi ambazo tulizo nazo pamoja na nyakati za kanisa. Naye alisema mambo mengi ambayo yamefungamanishwa kikamilifu pamoja nasi, tunapokea ufunuo zaidi na zaidi. Na katika kipindi hiki chote cha kanisa ndicho anachofanya, anaonyesha makanisa mawili ambayo yamejitokeza, nasi tunaangalia tangu mwanzo kabisa wa Paulo na kila mmoja wa wajumbe. Yeye anasema makanisa hayo yalijitokeza. Alisema kulikuwa na makanisa mawili ambayo yalikuwa hapo. Kulikuwa na kanisa la kweli na kulikuwa na kanisa la uongo, yalikuwa yakija sambamba. Naye akasema haya hapa yanakuja. Naye amesema basi mara ya kwanza yanakuja katika matendo kidogo. Anasema kisha wakati ulifuata wa kanisa akasema ilikuwa ni fundisho. Na anasema kisha ikakuwa. Naye akasema ya kwamba yule kahaba aliyekuwa kule chini alianza kupata mabinti. Nimependa jinsi alivyosema kahaba.
alituletea sisi ufunuo huo, alileta na kutuambia makanisa hayo mawili yalikuwa akina nani, naye anasema hiyo roho ya Nikolai nasi tunaiona kwa macho yetu leo hii. Ni kweli. Tunaiona kila mahali, naye amesema naichukia, na sisi pia tunaichukia pia, lakini sisi tumewekwa huru. Amen. Kwamba kote kila mmoja ya nyakati hizo zilizokuja kupitia kila wakati wa kanisa alilinda na akaokoa, kwamba kulikuwa na wale mabaki kidogo waliotoka. Alisema kwamba nuru hiyo ilipungua sana na kupitia nyakati hizo za giza, lakini nilikuwa nikifikiria kuhusu hilo na kuomba kuhusu hilo leo, nami nikawazia, Bwana, ni ajabu jinsi gani umewahi kuwa katika chumba chenye giza cheusi kweli, ambacho ni giza kabisa, nako kuna mwanga mdogo jinsi gani mwanga huo mdogo unavyoonekana kunapokuwa giza kweli kweli. Inaonekana kuwa nuru lazima inakuwa hivyo. Wakati yeye alipozitazama chini na kuona mwanga huo mdogo unaonekana halisi, weusi wote na giza hilo, hao ilikuwa ni sisi, ule mwanga mdogo unaowaka, bibi harusi wa Yesu Kristo. Alisema alihifadhi na alilinda. Alisema haikuwa muujiza jinsi lile kanisa Katoliki, alisema jinsi lilivyo kwa miaka yote kuwa liliendelea. Alisema walikuwa na taifa na kila kitu nyuma yake. Alisema lilikuwa ni lile kundi dogo. Alisema hili lilipataje kuishi wakati kila kitu kilikuwa kinyume chake? Kila kitu, kanisa Katoliki, serikali, kila kitu. Unajua kwa nini? Walikuwa na nguvu za kuuisha. Kama vile ninyi tu, kila kitu kiko kinyume chetu, lakini mnayo nguvu ya kuuisha. Amen. Anasema sasa kanisa limepitia mateso na sasa linarudi kama tunavyoliona likipitia, linarejeshwa tena. Je, unaamini hilo? Anasema huku likija, kila kitu kinarejeshwa, linarudi. Na sasa ufunuo huu unaletwa kwetu ili kwamba tunaliona hilo, kile hilo lilichokuwa wakati wa saba wa kanisa, ambapo tunajua ingefunuliwa hadi siku hii ya mwisho. Hii ndiyo siku pekee, wakati pekee, na ninyi ndio watu pekee ambao wamekuwa tangu kwa misingi ya ulimwengu kuweza kupokea ujumbe huu, kupokea siri hizi zote ambazo zinafunuliwa kwenu, kwamba mnaweza kuelewa na kuwa na ufunuo wa kile ilichokuwa. Anasema anarudi tena, kanisa hili linarejeshwa kama ilivyokuwa siku ya Pentekoste, linarudi mahali. Naye anasema kanisa hilo ni kila kitu ambacho Adamu alipoteza katika mwanzo wa wakati, inarejeshwa tena. Je, hiyo ni kweli? Adamu alipoteza kila kitu, yote yaliporomoka, na tangu hapo yeye akaanza kulijenga kanisa lake tena. Tangu mwanzo wakati kabisa alipofanya hivyo, alikuwa akilirudisha moja kwa moja tena hadi leo hii. Yule Adamu tena, kila kitu alichopoteza, kila kitu alichokuwa nacho, alinena neno, alisema, alihamisha milima, alikipa jina kila kitu alichofanya. Huko ndiko tunakorudi. Amina. Amina. Ninayo furaha kwa hiyo. Anasema sasa mwana wa Adamu sasa ni nani? Mwanzo alikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno sasa akafanyika mwili katika mwanadamu Yesu Kristo. Tunaamini hilo. Lakini sasa kunayo mengi zaidi kwa bibi harusi wa Yesu Kristo leo, hata na zaidi. Luka sura ya 17 na aya ya 30 na Malaki 4 na maandiko mbalimbali ambayo tunayajua kwamba hilo neno tena linatikiswa juu ya watu, ya kwamba mapokeo yaliyokufa ya mwanadamu yamekufa na mwana wa Mungu yu hai tena, na ubatizo wa Roho Mtakatifu moja kwa moja miongoni wetu, naye anatupa uzima. Amina. Sikilizeni. Kama vile Kristo alikuwa ndiye wa kwanza kufufuka kutoka kwa manabii wote na kadhalika, ingawa ameonyeshwa kwa mfano katika mahali pengi, yeye alikuwa malimbuko ya wale waliolala mauti. Wa kwanza, yeye alirudi mauti na ufufuo. Huyo alikuwa ni malimbuko ya kwanza aliyetikiswa juu ya watu. Ili hapa sasa anasema, lakini katika bibi harusi kuja kwa Kristo akitoka kanisani, itabidi kuwe na mganda utakaotikiswa tena wa kwanza uliokomaa, wa kwanza uliodhibiti
ulithibitika ya kwamba ulikuwa ni ngano ambao ulithibitika ulikuwa ni mganda. Hilo hapo hapo. Na kwa tunaweza kuangalia, unaweza kuolewa, unaweza kuwa na watoto, unaweza kuwapiga watoto wako, unaweza kufanya mambo vibaya, lakini bado wewe ni mkamilifu machoni pa Mungu. Una lolote Mungu wangu, naupenda ujumbe huu. Milele yote. Sasa tutaenda kuketi pamoja na nabii huyo kuzungumzia kuhusu siku hizi. Nataka kumsikia yeye anapozungumzia wakati ule alioingizwa kwenye kundi la wale malaika saba miongoni mwao. Nataka kusikia hadithi hiyo. Nataka kusikia aliposema wakati aligeuka na kumtazama yule wa saba, na inaonekana kuwa jambo analofahamu. Alifunuliwa. Bwana sifiwe. Ukijiona wenyewe, ukiliona jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima na kushuka, ungefanya nini? Ikiwa kuna kitabu halisi cha uzima, kitabu cha uzima cha kondoo, ndio unashuka kwa uzima. Ndio ukiona jina lako, hilo hapo jina langu. Hilo hapo jina langu. Kitabu hicho cha uzima weko hapo, kama msingi wa ulimwengu. Mwanakondoo aliyeloa damu, aliyetolewa jaribu, alisema alichomeka kidole chake ubavuni na kuandika Joseph Branham. Anaenda kututendea, atakuwazia akilini mwetu. Ninapenda uketi pamoja katika ulimwengu wa roho pamoja nanyi katika Kristo Yesu, kumwabudu Bwana Yesu. Anastahili kila kitu. Tunataka kwenda kwenye maombi usiku wa leo na kumkaribisha yeye huku tunapovianisha vichwa vyetu. Tunamfikiria tu yeye na kumwabudu na kumshukuru kwa yote aliyokutendea. Kama si neema yake na rehema zake, usingekuwa umesimama hapa. Haleluya. Ungekuwa na ufunuo huo. Lakini yeye alikujua wewe, naye alikupenda, alikuokoa na kukuchagua tangu zamani. Kisha anaifungua mioyo yenu kwa ajili ya siri hizi zote. Bwana, mimi ni nani hata ukanifunulia hizo siri mimi? Lakini ninashukuru sana, nina furaha sana kwa hilo Bwana. Ninayo furaha sana, mimi sistahili. Shetani ananiambia jinsi gani nisivyostahili, nami ndio hivyo. Lakini wewe bado ni mtoto wa Mungu. Ulichaguliwa tangu asili kabla ya kusikia. Tunatenda mambo vibaya, tunakosea, mimi niko chini zaidi ya nilivyo juu, lakini mkono wake upo hapo kila wakati. Kwa sababu nakupenda mwanangu. Wewe ni wangu. Nayatoa maisha yangu kwa ajili yako. Nayatoa maisha yangu kwa ajili yako. Shikilia, safari inakaribia kuisha. Inakaribia kufika. Haitachukua muda mrefu. Amina.
Ninashukuru tunajua sisi ni nani. Ninashukuru kwamba yeye ametupa wakati huu wa kuwa pamoja na ndugu na dada, kuwa na upendo huu, upendo huu. Amen. Ni jambo la thamani sana kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Tunayo maombi machache ambayo yamekuja. Dada yetu Doji hajisikii vizuri usiku wa leo, na tunayo shukurani kwa ajili ya maombi kwa ajili ya mtoto wa miaka 5 Rayman Maka ambaye alifanyiwa upasuaji. Nataka kumkumbuka Marvin Elbahat, yuko katika hali mbaya, na pia ushuhuda mdogo. Tunapovinamisha vichwa vyetu, nilikwenda kwa daktari siku fulani akanirudisha juu. Aliniuliza rafiki yake alikuwa na hali mbaya sana, nao walisema walipaka kumfanyia upasuaji. Nadhani wamemfanyia uchunguzi wa ARD tumboni, chini kwenye moyo, au kutoka kwenye umio mahali fulani humo ndani, kupanuka kwa ateri ukatokea humo, ilibidi waiondoe, wamkate wazi kabisa na kuibadilisha na mshimo ulio ndani ya tumbo lao, na wakamwambia kuna 10% ya uwezekano. Alisema hatafanikiwa. Mkumbuke tu yeye na familia yake katika maombi. Nilisema tutaenda kwenye maombi, nasi tunaamini atakuwa mzima. Niliwaambia wafanyakazi katika Voice of God, kumbukeni tu hii ombi hilo, nendeni tu kwake na muamini. Nimesikia habari leo yuko hospitalini, mirija imetoka. Alimwambia daktari rafiki yetu alimwambia, akasema kuna kundi la watu waliokuwa wakikuombea. Alisema alianza kulia. Wewe ndiye yeye anapenda tabia kama hizo. Amen. Huyo ndiye Mungu wetu. Inapoonekana kama anapenda iwe giza kabisa na kumetanda, inaonekana hakuna matumaini, hapo ndipo yeye anapokuja leo, kama alivyofanya kwa Ayubu. Yeye alisubiri, kama vile Branham alivyosema, niliweka kwenye lundo hilo la majivu kwa muda mrefu, kwa sababu ushindi ulikuja. Mkombozi wangu yu hai, nami nitamuona katika siku za mwisho. Hiyo ndiyo tumaini letu, hayo ndiyo maombi yetu, hiyo ndiyo ahadi yetu, huo ndio urithi wetu tuliopewa. Kwa hiyo kama unalo ombi moyoni mwako, mahitaji moyoni mwako, inua tu mkono wako na useme, Bwana unajua ni kitu gani, na Bwana wewe unaweza na zaidi kukutana nalo. Nami ninaamini kwa ajili yake usiku wa leo. Na Bwana ninauombea mkono wa kila mtu mwingine ulioinuliwa kando na wangu. Ninauombea kila mtu mwingine aliyeko hapa. Ninauombea bibi harusi ambaye anasikiliza usiku wa leo. Unasimama kama tu wewe, nasi tutamwalika yeye tu aingie na awe pamoja nasi na awe pamoja nao, na kwamba tunajua kwamba tunaenda kusikia kutoka mbinguni usiku leo. Amina. Tunataka kuimba wimbo mdogo, ni ule wa nyosha mkono, kwa sababu yeye yuko akiingia na kutoka, anakutaka wewe unyooshe mkono na umguse. Yes. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Utaona yeye ana shughuli nyingi, asisikie kilio cha moyo wako. Anapita wakati huu kukupa mahitaji yako. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Kwa kila kilicho mwilini wetu Bwana Yesu, tunakupenda Bwana. Tunakuabudu usiku leo Bwana Yesu. Ni heshima iliyoje Bwana kukusanyika pamoja na kuketi pamoja nawe katika ulimwengu. Hii kwamba unatuacha
utatuacha kamwe au utatukumbukia kamwe. Baba, tunashukuru jinsi gani Bwana, jinsi tunavyoshukuru kutazama chini na kuyaona majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Kondoo na kujua kwamba ulituchagua tangu asili. Baba, Baba, ni watu wenye majaliwa jinsi gani sisi kuketi hapa katika wakati wa hewa, wakati huu wa mwisho Bwana Yesu, na kuzisikia jumbe hizi Bwana, ukijifunua mwenyewe kwa bibi harusi. Tunajiona wenyewe katika neno Bwana Yesu, na Baba, kwa kutupa ufunuo wa ni nani mwenye mtume katika wakati huu wa mwisho Bwana, ni wewe uliyenena kupitia nabii wako. Hicho kilikuwa ni chombo ulichokichagua Bwana, ulikichagua kabla kwa misingi ya ulimwengu. Baba, haikuwa chaguo letu bali ni lako. Nasi tunashukuru sana Bwana, tunashukuru Bwana ya kwamba ulimpa yeye ufunuo huo, ule mwamba mweupe Bwana, lakini kwamba Baba yeye hawezi kutupa huo sisi Bwana. Haikumlazimu yeye kufanya hivyo, bali alifanya hivyo kwa sababu huyo alikuwa ni yule Roho Mtakatifu ukiishi kupitia yeye Bwana, na ya kwamba tunaliona hilo. Na Bwana, ninaposoma nukuu hiyo, ile mbegu ya kwanza kufikia ukomavu Bwana, ni ahadi ya namna gani Bwana Yesu, ule mganda wa kutikizwa juu ya watu, ya kwamba tunaweza kutazama na kutumaini na kujua Bwana. Baba, tunakupenda, tunakushukuru Bwana. Kweli Bwana, sisi ni watu wahitaji Bwana, tunakupanda na kushuka na kushiba kwetu Baba. Tunaomba tu kwamba utakutana na kila moja ya ombi Bwana, kila mkono ulioinuliwa Bwana sasa hivi, jalia wauizi uwepo wako Bwana, nao wajue Bwana ya kwamba utawatimizia ombi hilo Bwana. Tunaamini Bwana Yesu. Tunawaombea wale ambao wako hapa usiku wa leo Bwana. Unajua maombi yote si lazima yatamkwe Bwana, wewe unajua Bwana, uliyajua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba, kutana na kila ombi. Tunakushukuru kwa kumponya mtu huyu Bwana aliyekuwa Bwana. Tunaliomba na tunaliamini tu Bwana. Tunakushukuru. Nabii wako alituambia jambo hilo kote katika nyakati hizi za kanisa Bwana, ya kwamba kama alivyolieleza kila mmoja wao, ya kwamba alitazama naye akasema kulikuwa na uponyaji, kufufuliwa kutoka kwa wafu na mambo haya yote. Hilo liko katika kanisa lako leo. Sisi ni warusi wako Bwana, nasi tunakushukuru Bwana. Tunataka tu kukaribisha sasa ulimwenguni mwetu Bwana Yesu, ututie mafuta Bwana Yesu kwa Roho wako Mtakatifu Bwana. Tumejiweka wenyewe tayari, tumefanya yote tuwezayo. Sasa njoo tubariki na kuwa pamoja nasi Bwana, na kwa kweli tunataka kukukaribisha tunapokuimbia sifa, tunapokuomba nasi tunakuabudu wewe Bwana. Ifungue mioyo yetu na masikio yetu kwa ajili ya kulisikia neno hili Bwana. Tujalie Bwana Yesu, tunaichukua ibada hii sasa, nasi tunaikabidhi mikononi mwako kwa heshima yako, kwa utukufu wako, na sote tunasema amen. Amen. Nyosha mkono Mungu Bwana, wakati anapopita, utaona hana shughuli nyingi, asisikie kilio cha moyo wako. Anapita wakati huu kukupa mahitaji yako. Nyosha mkono na mguse Bwana wakati anapopita. Mungu awabariki. Amen. Amen.
zangu walikuwa tu wakiniambia kwamba kulikuwa na hizi leso kwa ajili ya mtu fulani anayekufa kwa kansa. Kwa hiyo tutakuwa tukiwaombea katika muda mfupi tu. Ndugu Leva anasema kuna haja mbili hapo upande huo mwingine. Haja mbili? Vema, nitanini moja hayo. Hiyo moja ni haja. Vema bwana, nami nitaziweka hapa kuziombea pia. Ndipo basi ndio kwanza mtu fulani apitishe muhtasari. Amekuja huku na kupitisha muhtasari juu ya hilo kuhusu ibada kesho. Ninyi mlio hapa mnaotutembelea, hakika tungependa mshuke mje alasiri saa 8. Kesho alasiri watakuwa na ibada za kanda, na endapo itakuwa ni wakati wenye shughuli nyingi kwangu, maana kesho sina budi kufungua Jumapili asubuhi na pia Jumapili usiku na kesho usiku pia, na historia yote juu ya makanisa hayo. Na sasa Jumapili asubuhi, Bwana kipenda, tunatarajia wakati mzuri sana, maana Jumapili asubuhi ikiwa ni pumziko letu, namna ya pumziko kutoka Jumamosi usiku ni wakati wa kanisa la Laodikia. Lakini Jumapili asubuhi ninataka kuchukua mwanamwali aliyelala na ufunuo wa wale 144,000 na maskini, sehemu hizo zote legevu zinazofunganisha ujumbe pamoja kwa ajili ya Jumapili asubuhi. Ibada zitaanza saa 3. Hiyo ni kweli mchungaji, saa 3 Jumapili asubuhi, ambapo tunataka kuyachukua mambo hayo yote. Kama itakuwaje kwa huyo mwanamwali aliyelala, na itakuwaje kwa mwanamwali mwenye busara? Watarudi lini? Ama wale 144,000 wataonekana wapi? Na mambo mengi kama hayo kwa ajili ya Jumapili asubuhi, kujaribu kufunganisha hayo pamoja, ambayo hayo yanaambatana moja kwa moja na ujumbe huu. Na ndipo Jumapili usiku tutamchukua yule malaika mkuu wa mwisho na ujumbe kwa Laodikia. Jumapili usiku, Bwana kipenda. Na sasa basi kesho alasiri ni ibada hapa, ibada ya kanda. Kusikiliza hizo jumbe na maombi madhabahuni, ninyi ambao mtafuta Roho Mtakatifu ama kitu fulani, wakati wa ajabu sana. Kanisa ni zuri na joto limefunguliwa na tayari kwa mtu yeyote wakati wowote anayetaka kuingia na kuomba na kumtafuta Bwana. Kanisa li wazi na linangojea. Nasi nini tutakuwa tukiwatarajia, tuliweke jinsi hiyo, tutakuwa tukiwatarajia kesho alasiri. Kama wakati wowote mnaotaka kuja kanisani kuomba, mbona daima liko tayari. Na ikitokea kwamba milango imefungwa ama kitu fulani upande wa pili wa barabara, hapa tu ndugu yangu ambaye ndiye mwangalizi hapa, nafikiri ni 411, ninaamini hivyo, ama 811, hiyo ni nini? 811 yapata tu hatua chache kutoka hapa kanisani. 811. Mbona yeye ni mke wake angekuwa na ufunguo kama wakiuvuta mlango pamoja nao ujifunge, bali wao huacha wazi, labda asubuhi wanaufungua, ama baada ya ibada unafunga usiku kuwazuia watoto wasikimbie ndani, mwajua, na kuvunja madirisha na kadhalika. Mnajua jinsi watoto walivyo, hasa sana katika siku hizi. Kwa hiyo sisi hufunga kwa sababu hiyo. Tunachukia kulazimika kufunga mlango wa kanisa wakati wowote. Labda wakati lile lingine litakapomalizika tutalifanya, ili labda lipate kuwa tofauti. Basi na sisi, mtu fulani anaweza kuwa pale wakati wote kusudi watu waweze kuja na kuomba na kutafuta uponyaji, kumtafuta Roho Mtakatifu. Ninyi msio na Roho Mtakatifu maishani mwenu, shukeni nje, mkae hapa, kaeni tu usiku kucha, mkitaka kaeni tu mpaka mtakapompokea. Nani yule aliyekuwa hapa muda mfupi uliopita akiimba Mungu juu ya nafsi yangu yote na Mungu kila mahali? Mimi nilifikiri unyakuo ulikuwa umekuja. Mimi nikaangalia pote kule nione kama kila mtu alikuwepo. Ulikuwa ni mzuri sana, ninaudhamini wote, ungestahimili huo kidogo karibu tu wakati wote. Na Bwana, yani ndio kwanza niingie wakati wa kuanza kusikia huo, na mimi nimekosa kuimba kote kuzuri katika mikutano hii kwa sababu nilifikiria kwamba labda leo nina shughuli nyingi sana. Mnajua jinsi ilivyo, watu wanakuja kwa ndege, kwa gari moshi, kwa ninyi hamjui hilo, mnaona, maana inakuja tu kwa simu, inakubidi kuwaendea.
ukutane nao na kuombea na kila mahali. Inaendelea tu siku zote, alafu kujaribu kusoma pia inakuwa ni shida sana. Lakini daima tuna furaha kukutana na watu na kufanya tuwezalo kwa ajili yao, kwa sababu hiyo ni nini yetu. Sisi ni watumishi wa umma kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo kwa watu katika siku hii. Na tunapenda kufanya zaidi ya kweli tufanyayo, bali hatuwezi. Mhudumu alikuja upesi asubuhi ya leo, amechanganyikiwa kabisa, ameharibikiwa kabisa, jamaa mzuri, na kwa sababu kwamba alifanya tu kazi kupita kiasi, akaanza kuamka, naye msichana wake mdogo alikuwa amesimama chumbani. Msichana akaanza kuzunguka kasi, alikuwa amevaa pajama ndogo nyekundu. Anasema jambo la mwisho analokumbuka lilikuwa ni doa dogo jekundu lililozunguka na kuzunguka namna hiyo. Akazimia, mnaona? Kwa hiyo wakamleta huku mbio. Kwa hiyo ni kazi nyingi kupita kiasi, mnaona? Mmoja wao. Nina furaha sana kwa naweza kusema mimi ni mmoja wao. Baadhi ya watu hawawezi kuandika jina lao kwa wenyewe. Hiyo ni kweli. Petro asingeweza. Biblia ilisema yeye alikuwa asiye na elimu wala maarifa, yeye na Yohana, lakini walibidi kuwasikiliza wao, maana walijua walikuwa pamoja na Yesu. Ingawa watu hawa huenda wasijifunze kuwa wenye elimu wala kujivunia umaarufu wa kilimwengu. Mungu abarikiwe. Ni nani kadha watu wanapotea matekosa yao wakabadilishwa katika jina la Yesu. Nao wanatangaza sasa, mbali na kwa upana, nguvu zake zingali ni zile zile. Ninafuraha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Ninafuraha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Ninafuraha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Hivi una furaha kwake? Afadhali niwe mmoja wao kuliko chochote nijua. Ni afadhali niwe mmoja wao kuliko kuwa rais wa Marekani. Nitakurejesha kwenye umri wa miaka 20 na kufanya kiongozi mfano wa ulimwengu wote na kukupa miaka 10,000 ya nchi ili mwenye umri wa miaka 20. Kama usiwe na siku ulio mgonjwa, uzuri na yote yatakuwa ni furaha imekamilika na mfano wa ulimwengu mzima kuishi miaka 10,000. Ama ungetaka kuwa mmoja wao na kusumbuka maishani kama unavyofanya. Ningesema nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Miaka 10,000 basi nini? Lakini huu ni wa milele. Ulikujaje ndugu? Huo umepitia kwenye damu. Hiyo ni kweli. Umetoka mbali na umekuja kwa Mungu kufanyika mwili na kukaa miongoni mwetu. Katika zamani za kale, ninajua ni kweli kabisa, mtoto mchanga alizaliwa apate kuwaokoa watu kutoka dhamini mwao. Alimwona ufukoni mwana-kondoo wa milele, Kristo aliyesulubiwa wa Kalvari. Nampenda yule mtu wa kutoka Galilaya, kwa kuwa amenifanyia mambo mengi sana. Amesamehe dhambi zangu zote, akamweka Roho Mtakatifu ndani. Nampenda yule mtu wa kutoka Galilaya. Yule mwanamke pale kisimani, yeye alimwambia dhambi zake zote. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na jinsi alivyokuwa na waume 5 wakati huo, alisamehewa kila dhambi na amani kuu ikawekwa ndani. Akalia, njoni muone mtu huyu wa kutoka Galilaya. Nampenda yule mtu wa kutoka Galilaya, kwa kuwa amenifanyia mambo mengi sana. Amesamehe dhambi zangu zote, akamweka Roho Mtakatifu ndani. Nampenda yule mtu wa kutoka Galilaya. Mtoza ushuru alienda kuomba kule kaburi siku moja, akalia, Bwana nirehemu. Alisamehewa kwa ajili ya kila dhambi na amani kuu ikaingia ndani. Akasema, njoni muone mtu huyu wa kutoka Galilaya. Napenda hilo. Nani je? Viwete walifanywa kutembea,
Mungu alifanya kuzungumza, nguvu hizo zilinenwa kwa upendo baharini, na vipofu walifanywa kuona. Ninajua ingeweza tu kuwa ni rehema za yule mtu wa kutoka Galilaya. Uimbeni pamoja nami. Nampenda mtu wa Galilaya. Amesamehe dhambi zote, akamweka mtakatifu ndani. Nampenda yule mtu wa Galilaya. Hivyo mupeni nchi nzuri ya Roho Mtakatifu, jinsi ninavyoipenda. Ninampenda kwa moyo wangu wote, na ninafuraha sana usiku wa leo ya kwamba nimehesabiwa pamoja nao, nasi tuko pamoja kama ndugu na dada. Wa Baptisti, wa Methodisti, Katoliki, Presbiteri, wote wale, Mungu ametutoa kutoka kwenye kila tabaka la maisha na ametuleta huku kwenye ushirika huu mkuu wa Roho Mtakatifu. Sio tu wafuasi wa dhehebu lolote wafanyayo ni juu yao, bali sisi tuko katika ufalme wa kisiri. Katika mwili wa kisiri wa Yesu Kristo kwa Roho Mtakatifu. Ni akina nani? Methodisti, Baptisti, Presbiteri, yeyote atakaye na aje. Yesu alisema wote alionipa Baba watakuja kwangu, hakuna mmoja wao atakayepotea. Nami nitawafufua tena katika siku ya mwisho. Jamani, tulizoea kuimba wimbo wa kale hapa madhabahuni, sijui kama tunaweza kuimba ama la. Nafasi na ipo nafasi kwenye chemichemi kwa ajili yangu. Nazipenda hizo nyimbo za kale namna hiyo. Mtu fulani atupe sauti, mtu fulani anayejua jinsi ya kuanzisha nyimbo hizo za kale tena. Ninapenda upia kule chini msalabani alipofia Mwokozi wangu. Kule chini nililia nipate kusafisha kutoka dhambini. Hapo damu ilipakwa moyoni mwangu. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake la thamani. Hapo damu ilipo moyoni mwangu. Utukufu kwa jina lake. Nimeokolewa kutoka dhambini kwa ajabu. Yesu anakaa vizuri sana. Msalabani alinichukua. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake la thamani. Hapo damu ilimwagwa moyoni mwangu. Utukufu kwa jina lake. Sasa wakati tukiimba kifungu hiki kingine, peaneni mikono na mtu aliye mbele yako, nyuma yako, kando yako. Njoni kwenye chemichemi iliyo tajiri na hata. Amen. Itupe maskini nafsi yako kiongozi. Tukukize leo na ufanywe mzima. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake la thamani. Hapo damu ilipomwagwa moyoni mwangu. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake la thamani. Hapo damu ilimwagwa moyoni mwangu.
kwa jina lake. Jamani, nina furaha sana kwa ajili ya jambo hilo. Na je, nina furaha sana kwamba ninaweza kuja kwenye chemichemi hii iliyo tajiri na tamu, nitupe maskini nafsi yangu miguuni pa Mwokozi. Nakumbuka siku moja nilipokuwa mvulana mdogo, yapata umri wa miaka 18, nikimkimbia Bwana. Nilienda magharibi. Nilitaka, baba yangu alikuwa ni mwendesha farasi, nami nilitaka kwenda huko kuwafunza farasi. Kitu fulani tukikiona njaa moyoni mwangu, nawaambia, nilishuka nikaenda kwa mhubiri wa Kibaptisti. Yeye akasema, simama na kusema tu, Yesu ni mwana wa Mungu, tutaliandika jina lako kwenye kitabu. Hilo alikuniridhisha mimi. Kila mahali nilipoenda, mtu fulani mwa Adventista wa Sabato, nilienda kumuona mtu mzuri, ndugu Baka, ndugu mpendwa. Yeye akasema, Bili, njoo ukaikubali Sabato ya Bwana. Nimeikubali sasa. Lakini yeye akasema, siku ya Sabato. Ndipo nikawazia, jamani, hilo lingali halilitimizi, mnaona. Nikatoka nikaenda magharibi, nami nikawazia, nikaenda huko mbali sana kule nyuma. Usiku tulikuwa tukiwakusanya, na mwajua, uliondoa matandiko pamoja na mkoba wako wa kambi na kutandika, kisha ukatumia matandiko yako kama foronya. Nami nilikuwa nimejilaza chini ya hiyo misonobari usiku huo, nami nilikuwa kwenye zamu ya mchana, na kwa hiyo wavulana wa usiku walikuwa huko nje wakiwaleta ng'ombe. Basi kulikuwa kuna maskini jamaa mmoja jina lake Slim kutoka Texas, alikuwa na zigita pale, naye alikuwa akipiga utukufu kwa jina lake. Jamaa mwingine pale alikuwa na kichanuo pamoja na kipande cha karatasi akikipulizia. Walikuwa wakiimba nyimbo zingine, vitumbuizo vya cowboy, kisha wakaanza kuimba huko chini msalabani. Jamani, nikageuka nikaiweka blanketi yangu juu ya kichwa changu namna hii, nikaangalia huko nje nyuma, mwajua, na ilionekana kama hizo nyota zilikuwa zikining'inia moja kwa moja kule chini karibu na vichwa vya miti hiyo na milima hiyo. Maskini mnono usio na mwisho wa misonobari hiyo ingeweza kumsikia yeye akipaza sauti, Adamu uko wapi? Yapata majuma matatu baada ya hapo, nilishuka mjini na hao wavulana wote wakalewa, wala mimi sikunywa. Ingenibidi kuwarudisha wote nyumbani, niwapakie kwenye gari kwa njia yoyote, na wanatoka huko nje na kurushiana risasi kwenye vidole vya miguu mmoja kwa mwingine na kadhalika. Na ni hatari kuwa salama kuchora mstari mnofu kupitia pale na kuweka dau $5 kila mmoja, kwamba wangeweza kutembea juu yake wala wasingeweza kutembea kwenye kinjia huko nje namna hiyo, mwajua. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa mpaka wote walipotoa ulevi baada ya kupata fedha zao. Nami nilikuwa huko chini na wote walikuwa wakinywa pombe. Nikaenda kando na kuketi chini, kawazia, jamani, yapata miaka 35 iliyopita, ama 35, nadhani miaka 35 iliyopita, ndipo nikaketi chini pale kando. Phoenix palikuwa ni mahali padogo. Wakati huo tulitoka Wickenburg huko chini. Nilikuwa nimeketi kule chini, na kulikuwa na msichana mdogo wa Kispaniola aliyepitia pale akijinyonga, nami nimeketi pale pamoja na kofia hii kubwa nyuma ya kichwa changu. Akapita hapo na kuangusha maskini leso hii ndogo, mwajua. Nikasema, I say, umeangusha leso yako. Halikunivutia. Nikasikia kelele kidogo chini ya mtaa pale, nami nikashuka kule. Basi palikuwako na maskini mvulana aliyeongoka kutoka kwenye vibanda vya kurukia farasi huko nje. Vidudu hiko vimeufunika uso wake, nayo machozi yakitiririka chini ya mashavu yake pale, akicheza gita, akiimba utukufu kwa jina lake. Jamani, machozi yakitiririka usoni mwake. Akanyamaza na kusema, ndugu, hujui ni kitu gani mpaka umempokea huyu Kristo wa ajabu, utukufu kwa jina lake. Nami nikavuta hiyo kofia kubwa chini na kuondoka. Jamani, huwezi kujificha kutoka kwake. Afadhali ujitokeze na kumkiri, yeye ni wa ajabu, na ndivyo alivyo. Nimeokolewa kutoka dhambini kiajabu. Yesu anakaa ndani kwa utamu. Ukaa ndani pale msalabani ambapo alinichukua. Utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa jina lake.
lake, jina utukufu kwa jina lake la thamani. Hapo damu ilipakwa moyoni mwangu, utukufu kwa jina lake. Lonjo kwenye chemichemi, tajiri na tamu, itupe tu maskini nafsi yako miguuni pa Mwokozi. Jitumbukize leo hii na ufanywe mzima, utukufu kwa sasa. Na tuinamishe vichwa vyetu, tuinue tu mikono yetu sasa. Utukufu kwa jina lake, utukufu, utukufu, Mungu, jina la thamani. Hapo damu ilipakwa moyoni mwangu, utukufu kwa jina lake. Utukufu kwa Mungu. Na tusimame. Hebu kidogo tu nini tu, ngojeni tu, dada fulani ananena kwa lugha nyingine, ndugu mmoja anafasiri. Naam, watu wangu, naenda nanyi usiku huu mlivyokusanyika pamoja, kama jinsi nilivyotembea moyoni mwenu usiku huu na kuitakasa nafsi zenu kwa Roho wangu na neno langu. Na nena mara tena, watoto wangu, naam, siku ya upendo kwenu ninyi itakuwa ni siku kuu kwa wale watakaokiri kunifuata mimi, asema Bwana. Kwani nasema nitawaangazia njiani mwenu mambo mengi kwenye neno langu. Nami nanena nanyi watu wangu, ili myakinie kunifuata mimi, ili niwape hekima za ufahamu wa jambo hili hasa. Nami nitazamapo hata sasa usiku huu miongoni mwenu limo katika mioyo ya baadhi, asema Bwana, kwamba kuna baadhi usiku huu nawaambieni wanatatizika waamini kitu gani. Bali watu wangu, nawaambieni usiku huu msishushe moyo, msiwe hivyo mahali hapa. Nasema hiyo kwa ajili ya mambo haya, bali nawaambieni mtazameni Bwana. Nawaambieni nitawapa ufahamu, nami nitashughulika nanyi kama vile na mtoto mchanga, nami nitawaleta katika nuru hasa ya jambo hili. Nami nawaambia nitawakamilisha kama watu wangu. Nami nanena nanyi enyi wana wangu wa kike na wa kiume usiku huu mnapotoka mahali hapa, kama mtakavyoenda mahali mbalimbali mlikotoka, chukueni nuru hii ikawe ushuhuda kwa watu wengi. Nami nasema kote ulimwenguni usiku huu kuna giza na mikanganyiko. Nanena nawe mtumishi wangu, asema Mungu Mwenyezi, ile saa hii iko juu yako. Nami nanena nawe mtumishi wangu usiku huu, inue nuru ya injili yangu, utangaze neno langu takatifu kwa watu wangu, ili waweze kuwekwa huru na mambo haya yote, asema Bwana. Sasa kama kungekuwa kuna wengine ambao wasingejua hiyo ilikuwa ni nini, hiyo ni Pentekoste, Roho Mtakatifu akizungumza. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili. Ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Watanena kwa lugha mpya, wataweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Mambo haya yote anayonena habari zake yatatimia. Nina furaha sana. Namuona Roho Mtakatifu akija akilithibitisha neno. Uichukueni, msitilie shaka. Ipokeeni tu, naye atawashughulikia kama mtoto na kuwaleta moja kwa moja huku juu. Hilo si zuri kwa Roho Mtakatifu?
kufanya hivyo Roho Mtakatifu juu yetu. Ninakumbuka wakati mmoja katika Biblia hawakujua kitu hicho kilikuwa kikija kupitia wapi. Adui alikuwa akija, ndipo Roho Mtakatifu akashuka juu ya mtu fulani namna hiyo, akawaambia mahali hasa pa kwenda, nao wakaenda kule, ndipo Mungu akalivuruga hilo jeshi lingine na kuliangamiza. Hiyo ni kweli. Leo tungali tunaishi katika siku za Biblia, sivyo? Amina daima, mradi tu Roho Mtakatifu yupo. Leo hebu tusimame tunapoimba peleka jina la Yesu. Ukumbukeni ule ujumbe, mtoto wa huzuni na wa majonzi, leta furaha na faraja, peleka uendako, jina la thamani, leta jinsi gani, tumaini la duniani na furaha ya mbinguni, na thamani, leta jinsi gani, tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego, majaribu yatakapokuzingira, litaja jina hilo katika maombi. Mungu asifiwe. Jina la thamani, tumaini la duniani na furaha ya mbinguni, jina la thamani, jinsi gani, tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Sikilizeni kifungu hicho, peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego, majaribu yanapokuzingira. Taja jina hilo takatifu katika maombi. Hebu tuimbe tena, peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego, majaribu yakikuzingira, ufanye nini? Taja jina hilo takatifu katika maombi. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Jina la thamani, lo, tamu jinsi gani, tumaini la dunia na furaha ya mbinguni, jina la thamani, ni tamu jinsi gani, tamu jinsi gani, tumaini la dunia na furaha ya mbinguni. Msalaba nataka simama, ndio mwamba safarini wake boriche.
jinsi alivyonipenda nisiyestahili. Naona ajabu sana ya mambo mawili, jinsi alivyonipenda nisiyestahili. Atakayeona na Yesu mbinguni, njia yake anzapo ni msalaba. Na furaha pamoja na Bwana, wokovu upo hapa tu, mwingine hapana. Kesha kuna furaha pamoja na Bwana, wokovu upo hapa tu, mwingine hapana. Kesha kuna furaha pamoja na Bwana. Karibu ndugu Faraja. Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii. Wewe umesema aliye na sikio na alisikie neno hili ambayo Roho ayaambia makanisa. Baba, ujumbe huu unamaanisha mambo mengi kwetu. Wewe umenena na ukasema yule anayesitasita aamini na kuchukua njia hii, kwamba ni njia imeandaliwa na Bwana. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Tunajisikia watu waliobarikiwa. Tunajisikia watu ambao tumepata rehema machoni pako. Tunajisikia watu wa heshima, kuketi mahali pa mbinguni, kula katika meza ya mfalme, kula katika mahali pa mbinguni. Baba, ni kwa rehema zako tumeketi hapa kama watu tusistahili Bwana, lakini tunashukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Tunashukuru kwa ajili ya kila mmoja ambao Mungu ameketi mahali hapa. Baba, tunaamini hii ndio njia, tunaamini huu ndio mlango, na wokovu uko mahali hapa Bwana. Baba, tusaidie kutoka mahali hapa tukiwa watu badilika zaidi, watu tulioinuka zaidi, kutoka kiwango kimoja zaidi. Mungu uliye mkuu, tunakushukuru. Tunaomba Mungu ukambariki kila mmoja alifika mahali hapa. Tuna wageni miongoni mwetu Baba. Tunakuomba Mungu uwabariki Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya tunashukuru kwa ajili ya kimoja mmoja. Tunaamini kwamba ni wewe Mungu umewaleta ili kuja kututia joto, ili kuja kutuunga mkono. Baba, tunashukuru kwa ajili ya nguvu zao. Tunashukuru kwa kila mmoja. Baba, kwa ajili ya kuhitimisha ibada hii, tunaomba Mungu baraka zikapata pamoja. Tulinde usiku wa leo. Endelea kutuimarisha. Tunaishi katika dalili za kuja kwako. Baba, asubuhi moja
kufumba na kufumbua Baba. Miili hii tulionayo itabadilika. Tutavaa miili isiyoharibika. Tutavaa kutokuharibika. Kisha tutakulaki wewe Bwana wa mbinguni. Baba, endelea kutufanya kwa tayari. Tujalie tukaka kila kando mizigo mizito. Hakika Bwana. Tusingae kwa wepesi. Tukafikirie mede ya thawabu ya mwisho mkuu ambao Mungu uliendelea utakatifu wako. Tujalie Bwana Yesu. Bariki nyumba hii Bwana. Bariki familia hii ambao daima imetupokea Bwana. Daima imetuvumilia. Tumekuwa watu tusio taratibu Bwana. Lakini Mungu tunawashukuru. Tunaomba yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Napenda mtu yule wa Galilaya, kwani amenitendea makuu. Amenisamehe dhambi na kunijaza roho. Napenda mtu yule wa Galilaya, nampenda mtu yule wa Galilaya, kwani amenitendea makuu. Amenisamehe dhambi zangu na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya, watakatifu waingiapo wanapoingia Bwana naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Watu wa kanda waingiapo wanapoingia Bwana naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Bibi harusi waingiapo wanapoingia Bwana naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Nampenda yule wa Galilaya, kwani amenitendea makuu. Amenisamehe dhambi zangu na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya, nampenda nabii yule wa Yerusalemu, kwani ameniletea ujumbe ufunuo 17 na Malaki 4. Nampenda nabii yule wa Yerusalemu, nampenda nabii yule wa Yerusalemu, kwani ameniletea ujumbe ufunuo 17 na Malaki 4. Nampenda nabii yule wa Yerusalemu, waingiapo wanapoingia naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Waingiapo wanapoingia naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Nampenda nabii yule wa Yerusalemu, kwani ameniletea ujumbe ufunuo 17 na Malaki 4. Nampenda nabii yule wa Yerusalemu, Abrahamu waingiapo wanapoingia naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Waingiapo wanapoingia Bwana naomba
zamani aliona, hakupata neno zuri kuelezea. Kuna furaha na amani isiyokoma, ndugu wa zamani wake. Hakuna kamwe aina yoyote ya magonjwa, wa zamani waliona Bwana. Watakatifu wakukiriwa sana, hadi waone uzuri wake. Waliona wake Bwana kwa kila hali, ili waweze kufika kwake. Kuna furaha, amani isiyokoma, ndugu wa zamani wake. Zamani aliona Bwana, na marumbano masengenyo hayapo, wa zamani wamefanyika neno. Hakuna shida, huzuni wala hasira, wa zamani wamevawa na pendo. Kuna furaha, amani isiyokoma, ndugu wa zamani wake. Hakuna ya magonjwa, wa zamani waliona Bwana. Kuna furaha, amani isiyokoma, ndugu wa zamani wake. Hakuna ya magonjwa, wa zamani waliona Bwana. Masengenyo hayapo, wa zamani wamefanyika neno. Hakuna shida, huzuni wala hasira, wa zamani wamejawa na hakuna amani isiyokoma, ndugu wa zamani wake. Hakuna kamwe aina yoyote ya magonjwa, wa zamani waliona Bwana. Kuna amani isiyokoma, ndugu wa zamani wake. Hakuna kamwe aina yoyote ya magonjwa, wa zamani waliona Bwana. Amen. Mungu awabariki sana. Kuna mahali pengine hakupata raha. Vumbi. Haleluya. Haleluya. Mpaka vumbi. Hakuna chuki.